Urithi wa bibi. Kwa nini alimwachia pete mfanyakazi wa ndani badala ya bibi harusi? Kulikuwa na jambo ambalo halikuwahi kutokea katika familia ya mzee Kilonzo. Siku ya harusi ya mjukuu wake Daniel ilikuwa imebaki wiki mbili tu, lakini badala ya furaha tupu ndani ya nyumba yao kubwa ya Karen, kulikuwa na hali ya watu kutazamana kwa mashaka. Kila mtu alizungumza kuhusu pete ya bibi. Pete hiyo haikuwa ya kawaida. Ilikuwa pete ya zamani ya dhahabu yenye almasi ndogo katikati. Kwa miaka mingi ilisimuliwa kuwa pete hiyo ndiyo ilijenga bahati ya familia yao. Wengi waliamini kuwa mwanamke ambaye angepewa pete hiyo angekuwa moyo wa kweli wa ukoo. Na kila mtu alijua pete hiyo ilitakiwa kwenda kwa Sofia, bibi harusi wa Daniel. Lakini bibi yao, Bi Eunice Kilonzo, alikuwa kimya sana kila mtu alipouliza kuhusu pete hiyo. "Bibi, si utampa Sofia kabla ya harusi?" Shangazi mmoja aliuliza wakati wa chakula cha jioni. Bibi Eunice alimwangalia Sofia kwa sekunde chache, kisha akashusha macho yake. "Kuna vitu havipewi kwa uzuri wa sura," alisema taratibu. Meza nzima ilinyamaza. Sofia alicheka kwa kulazimisha. Bibi anapenda utani sana. Lakini Neema, mfanyakazi wa ndani aliyekuwa akiwahudumia chai pale mezani, aliona kitu tofauti kabisa kwenye macho ya bibi. Kulikuwa na huzuni na hofu. Usiku huo, mvua kubwa ilinyesha Nairobi nzima, na ndani ya chumba chake, Bibi Eunice alimuita Neema kwa siri. "Funga mlango," alisema kwa sauti dhaifu. Neema alifanya hivyo haraka. Bibi akatoa sanduku dogo chini ya mto wake. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka. "Kama nikiondoka kabla ya harusi, usikubali pete hii ichukuliwe na mtu asiyeijua thamani yake." Neema alishtuka. "Mama, unasema nini?" Lakini kabla hajauliza zaidi, mlango ulisukumwa ghafla. Sofia alikuwa amesimama pale nje, na macho yake yalikuwa yamejaa hasira. Sofia hakuwahi kumpenda Neema. Tangu siku ya kwanza alipoingia katika nyumba ya Kilonzo kama mchumba wa Daniel, alimwona Neema kama mtu anayejifanya mtakatifu ili kupendwa na familia. Na ukweli ulikuwa mmoja. Bibi Eunice alimpenda sana Neema. Kila asubuhi, Neema ndiye aliyemsaidia kuvaa, kumpa dawa na kukaa naye wakati wengine walikuwa busy na biashara zao Nairobi. Lakini Sofia hakuelewa hilo. Kwake, mfanyakazi wa ndani alipaswa kubaki jikoni. Asiongee sana, asionekane sana, asipewe nafasi karibu na familia. "Asubuhi yote uko chumbani kwa bibi kufanya nini?" Sofia aliuliza kwa sauti kali siku iliyofuata. Neema alinyamaza kwanza. "Nilikuwa nampatia chai." Sofia alicheka kwa dharau. "Usijaribu kusahau nafasi yako katika hii nyumba." Daniel aliingia sebuleni wakati huo. "Mna shida gani tena?" "Huyu msichana anajifanya karibu sana na familia yako." Sofia alisema. Daniel alimwangalia Neema kwa sekunde chache. "Achana naye Sofia, anafanya kazi yake." Lakini maneno hayo hayakumtuliza Sofia. Kadri siku za harusi zilivyokuwa zikikaribia, wivu wake uliongezeka. Na siku moja, alipoingia chumbani kwa Bibi Eunice bila kubisha, alimkuta Bibi Eunice akimshika mkono Neema huku wakiongea kwa sauti ya chini. Bibi alipomwona Sofia, aliachia mkono wa Neema haraka. Sofia aliona sanduku lile lile mezani. Sanduku la pete. Moyo wake ukaanza kwenda mbio.
Usiku huo hakulala. Alikaa kitandani akiwaza jambo moja tu. Kwa nini bibi anamficha mfanyakazi wa ndani siri za familia? Asubuhi iliyofuata, alimfuata shangazi yake pembeni. Nahisi kuna kitu kinaendelea. Kitu gani? Siamini kama pete bado ipo salama. Na hapo ndipo hofu ilianza kuingia ndani ya familia nzima. Siku 3 kabla ya harusi, hali ya Bibi Eunice ilibadilika ghafla. Madaktari walifika nyumbani mapema asubuhi. Danieli alikuwa na wasiwasi mkubwa, lakini Sofia, mawazo yake yote yalikuwa kwenye pete. Ndani ya nyumba, ndugu walikuwa wakinong'onana kwa sauti za chini. Bibi akifariki kabla ya harusi, pete itapelekwa kwa nani? Hilo hata halihitaji kuulizwa, mmoja alisema. Ni lazima apewe Sofia. Lakini si kila mtu alikuwa na uhakika, kwa sababu kila mtu alikuwa ameanza kuona jinsi Bibi Eunice alivyokuwa karibu sana na Neema. Neema mwenyewe hakutaka kuhusika na mambo hayo. Aliendelea na kazi zake kimya kimya. Aliwapikia, aliwahudumia wageni, alihakikisha bibi anapata dawa zake kwa wakati. Lakini kila alipopita, macho ya Sofia yalikuwa yakimfuata, kana kwamba alikuwa adui ndani ya nyumba. Usiku mmoja, Bibi Eunice alimuita Danieli peke yake. Mjukuu wangu. Ndiyo bibi. Usiangalie mtu kwa nguo zake. Kuna watu maskini wenye mioyo safi kuliko matajiri wengi. Danieli alishika mkono wake. Mbona unaongea kama unaaga? Bibi alitabasamu kidogo. Kuna ukweli utafunuliwa baada ya mimi kuondoka. Danieli hakuelewa maana yake. Lakini nje ya mlango, Sofia alikuwa amesimama akisikia kila kitu. Na kwa mara ya kwanza tangu anze maandalizi ya harusi, alihisi hofu ya kweli. Asubuhi ya Jumamosi, nyumba ya Kilonzo iligubikwa na kilio. Bibi Eunice alikuwa amefariki usiku akiwa usingizini. Habari hizo zilienea haraka Nairobi nzima. Watu walifika nyumbani kutoa pole. Lakini ndani ya majonzi hayo yote kulikuwa na jambo ambalo kila mtu alikuwa akisubiri kwa siri: urithi, na hasa pete. Baada ya mazishi, familia yote ilikusanyika sebuleni kwa ajili ya kusikiliza wosia. Wakili wa familia, Bwana Otieno, alifungua faili kubwa la kahawia mbele yao. Sofia aliketi karibu kabisa na Daniel akiwa na uhakika wa ushindi. Alikuwa tayari hata kuwaza namna atakavyovaa pete hiyo siku ya harusi. Kabla sijasoma mgawanyo wa mali, wakili alisema, marehemu aliacha maelekezo maalum kuhusu pete ya familia. Sebule nzima ikawa kimya. Wakili akavuta pumzi ndefu. Pete hiyo atapewa, Sofia alitabasamu tayari, Neema Atieno. Dakika hiyo ilionekana kusimama. Kwani umesema nani? Sofia alipaza sauti. Neema Atieno, wakili akarudia. Daniel alibaki ameduaa. Shangazi mmoja alisimama ghafla. Haiwezekani, mfanyakazi wa ndani. Lakini kabla kelele hazijaongezeka, wakili akatoa barua ndogo. Marehemu alisema sababu ya uamuzi huo itaeleweka baada ya kusoma ujumbe huu. Na hapo ndipo macho yote yakahamia kwa Neema aliyekuwa analia kimya kimya kona ya sebuleni. Neema hakuwahi kutamani pete hiyo. Kwa kweli, tangu jina lake litajwe kwenye wosia, alitamani ardhi ifunguke aingie ndani. Sofia alimwangalia kwa chuki waziwazi. Ulimdanganya bibi yangu, alipiga kelele. Hapana madam, siwezi kufanya hivyo, Neema alisema huku machozi yakimtoka. Lakini hakuna aliyekuwa tayari kumsikiliza. Ndugu walimzunguka wakinung'unika. Mfanyakazi wa ndani anawezaje kupewa urithi wa familia? Lazima kuna siri hapa. Daniel alikuwa kimya muda wote. Kitu ndani yake kilimwambia bibi yao asingefanya kosa kama hilo bila sababu nzito. Wakili akafungua ile barua taratibu. Someni kwa sauti, Sofia alisema kwa hasira. Wakili akaanza. Kama unasikia barua hii,
maana yake nimeondoka duniani. Naomba msimhukumu Neema kabla hamjajua ukweli wote. Sebule ikatulia kabisa. Miaka 20 iliyopita nilifanya kosa kubwa ambalo limekuwa likiniumiza kila siku ya maisha yangu. Daniel akakunja uso. Shangazi yake akatazamana na wengine kwa mshangao. Wakili akaendelea kusoma. Siku moja mtajua kwa nini pete yangu haiwezi kwenda kwa mtu anayependa mali kuliko utu. Sofia alihisi kama maneno yale yalikuwa yakimlenga moja kwa moja. Lakini mstari uliofuata uliifanya familia yote kupoteza pumzi. Na sababu kubwa ya kumpa Neema pete hii ni kwa sababu damu yangu inaishi ndani yake. Sebule ilibaki kimya, kiasi kwamba hata sauti ya saa ukutani ilisikiwa wazi. Sofia alikuwa wa kwanza kuvunja ukimya. Hiyo haiwezekani. Lakini hata sauti yake ilikuwa imejaa hofu kuliko hasira. Daniel alimwangalia wakili kwa macho makali. Unamaanisha nini kusema damu ya bibi iko ndani ya Neema? Wakili akashusha miwani yake polepole. Marehemu aliacha maelezo yote hapa. Neema alianza kutetemeka. Hapana, lazima kuna makosa. Lakini ndani kabisa ya moyo wake, alikuwa ameanza kukumbuka mambo mengi yaliyoyaficha maisha yake yote. Wakili akaendelea kusoma. Miaka mingi iliyopita, binti yangu mdogo alipata ujauzito akiwa chuoni. Wakati huo, familia yetu ilikuwa inajulikana sana Kisumu. Nilihofia aibu ya jamii kuliko maisha ya mtoto wake. Daniel akashika kichwa chake. Shangazi zake wakaanza kutazamana kwa mshangao. Mtoto huyo alipelekwa kuishi mbali kwa siri mara tu baada ya kuzaliwa. Neema akahisi miguu yake ikilegea. Alikumbuka maisha yake ya utotoni. Hakuwahi kujua baba yake. Mama yake mzazi alifariki akiwa mdogo. Na kabla ya kufa, alimwambia maneno hakuwahi kuyaelewa. Siku moja, ukweli utakufuata mwenyewe. Wakili akaendelea. Miaka mingi baadaye, nilimtafuta mjukuu wangu kwa siri. Nilipompata, tayari alikuwa akifanya kazi kama mfanyakazi wa ndani Nairobi. Daniel akamtazama Neema kwa macho yaliyobadilika kabisa. Unamaanisha? Wakili akakitisa kichwa. Neema ni mjukuu wa kweli wa Bi Eunice. Na hapo hapo, Sofia alisimama ghafla, kana kwamba dunia nzima ilikuwa inamzunguka. Sofia hakutaka kusikia kitu kingine. Alitoka sebuleni kwa hasira, huku viatu vyake vikigonga sakafu kwa nguvu. Hii ni aibu, alipiga kelele. Lakini ndani ya sebule, kila mtu alikuwa bado amepigwa na mshtuko. Daniel alimkaribia Neema polepole. Ulijua kuhusu hii? Neema akafuta machozi. Hapana, na hapa sikujua. Aliongea kwa uchungu wa kweli kiasi kwamba hata wale waliokuwa wanamshuku walinyamaza. Shangazi mmoja akauliza kwa sauti ya chini. Ndiyo maana mama alikuwa hampendi Sofia? Wakili akatikisa kichwa. Marehemu alisema aliona moyo wa Neema kabla ya kuona hadhi yake. Maneno hayo yalimuuma zaidi alipokuwa amesimama nje ya mlango akiyasikia. Katika miezi yote ya maandalizi ya harusi, alikuwa akitafuta kuonekana mkamilifu mbele ya familia. Nguo za gharama, mapambo makubwa, picha za Instagram. Lakini hakuwahi hata siku moja kumuuliza Neema kama alikuwa amechoka. Hakuwahi hata kumshukuru alipompikia. Na sasa, mfanyakazi wa ndani ndiye alikuwa damu halisi ya familia. Usiku huo, mvutano ulitanda ndani ya nyumba. Baadhi ya ndugu walitaka Neema afukuzwe. Wengine waliona Bibi Eunice alikuwa sahihi. Lakini Daniel alikuwa kimya sana. Aliingia chumbani kwa bibi yake marehemu usiku wa manane. Kwenye draw alipata picha ya zamani iliyofichwa. Pichani alikuwa Bibi Eunice akiwa kijana, amembeba mtoto mchanga. Nyuma ya picha kulikuwa na maandishi: samahani kwa miaka yote niliyopoteza. Daniel alikaa kitandani muda mrefu akiwaza, na kwa mara ya kwanza
alianza kuona watu wa familia yake tofauti kabisa. Harusi ilibaki siku 2 tu, lakini hakuna aliyekuwa anazungumzia tena maua, keki wala wageni. Kila mtu alikuwa akizungumza kuhusu Neema. Habari zilikuwa zimeanza kusambaa hata kwa majirani. Eti mfanyakazi wa ndani ndiye mrithi wa familia. Sofia alihisi fedheha kubwa. Aliamini kila mtu alikuwa anamcheka. Asubuhi moja alimkuta Daniel nje akiwa amekaa peke yake. "Unaamini kweli hizo hadithi zote?" aliuliza. Daniel alimwangalia kimya. "Si hadithi, ni ukweli." "Basi sawa," Sofia alisema kwa sauti kali. "Kama huyo msichana ni muhimu sana kwenu, basi ni bora uniambie mapema." Daniel alinyamaza tena, na ukimya wake ulimuumiza Sofia kuliko maneno yoyote. Ndani ya nyumba, Neema alianza kufunga vitu vyake. Hakutaka kubaki pale tena. "Mimi sitaki mali ya mtu," alisema kwa sauti ya uchungu kwa mmoja wa mashangazi. "Nataka amani tu." Lakini kabla hajaondoka, wakili alimpa bahasha nyingine. "Marehemu alisema ufungue hii ukiwa peke yako." Neema alienda chumbani kwake na kuifungua kwa mikono inayotetemeka. Ndani kulikuwa na barua fupi. "Mjukuu wangu, kama unasoma hii, ujue niliona mateso yote uliopitia ukiwa kimya. Pete si zawadi ya utajiri, ni ishara ya moyo safi. Umenikumbusha mwanangu niliyempoteza." Neema alianza kulia kwa uchungu mkubwa. Kwa miaka yote alikuwa akiishi kama mtu asiye na thamani, bila kujua kwamba kulikuwa na mtu aliyekuwa akimpenda kwa siri kama familia. Siku ya harusi ilifika, lakini hali haikuwa kama ilivyopangwa. Kanisani, wageni walikuwa wananong'ona. Wengi walikuwa wamekuja kushuhudia drama kuliko harusi yenyewe. Sofia aliingia akiwa amevaa gauni jeupe la kifahari, lakini uso wake haukuwa na furaha. Daniel naye alikuwa mtulivu kupita kawaida. Padri alipowauliza kama wako tayari kuendelea na ndoa, Daniel aliomba dakika moja. Kanisa lote likawa kimya. Aliwageukia wageni polepole. "Kuna kitu nimejifunza wiki hii." Sofia akamwangalia kwa hofu. Daniel akaendelea. "Maisha si kuhusu mali wala kuonekana bora mbele ya watu." Hakuna aliyepumua. "Nimeona tofauti kati ya mtu anayependa familia na mtu anayependa hadhi ya familia." Macho ya Sofia yakaanza kujaa machozi. Daniel akavuta pumzi ndefu. "Sofia, wewe ni mwanamke mzuri, lakini moyo wako bado haujajifunza upendo wa kweli." Kanisa likaanza kunong'ona. "Daniel," Sofia alisema kwa sauti ya kutetemeka. Lakini Daniel hakusimama. "Siwezi kuanza ndoa kwa macho yaliyofungwa." Na mbele ya wageni wote, alivua pete ya uchumba polepole. Sofia akaanza kulia. Na nyuma kabisa ya kanisa, Neema aliyekuwa amekuja kimya kimya, alisimama akiwa ameduaa. Hakuwahi kufikiria mambo yangefika hapo. Baada ya harusi kuvunjika, familia ya Kilonzo ilibadilika kabisa. Watu wengi walimlaumu Daniel, wengine walimlaumu Sofia. Lakini polepole, ukweli ulianza kuonekana wazi. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, ndugu wa familia hiyo walianza kuongea kuhusu utu kuliko pesa. Na Neema bado aliendelea kuwa yule yule, mnyenyekevu, mtulivu, asiyependa makuu. Wiki kadhaa baadaye, Daniel alimfuata Neema katika nyumba ndogo aliyokuwa amehamia Rongai. Alimkuta akifundisha watoto wa jirani kusoma nje ya nyumba. "Mbona hukuondoka Nairobi?" Daniel aliuliza. Neema akatabasamu kidogo. "Maisha si lazima yawe makubwa ili yawe mazuri." Daniel alikaa kimya akimwangalia. Aliona kitu hakuwa kuwahi kukiona kwa muda mrefu ndani ya watu wengi waliomzunguka: amani. Neema akatoa sanduku lile la pete na kumrudishia. "Hii ni ya familia yako." Lakini Daniel akatikisa kichwa. "Hapana, bibi aliijua vizuri kuliko sisi wote." Neema alitazama pete hiyo kwa muda mrefu, sio kwa tamaa, bali kwa uzito wa historia yake.
Na hapo ndipo alielewa ukweli mkubwa ambao Bibi Unes alikuwa akijaribu kuacha duniani, kwamba urithi wa kweli haukuwa pete, ulikuwa moyo wa mtu. Na kwa mara ya kwanza tangu kifo cha Bibi, Daniel alitabasamu kwa amani ya kweli. Mwisho.